Leo ni siku nyingine nyeusi sana kwa nchi yetu kwa hiki kilichotokea hapa mahakamani, kwa sababu nimekuwa nikisisitiza haya mambo ili tuelewe, tuje kwenye context hii kwamba Tundu Lissu na mamilioni ya Watanzania wanamfuatilia, dunia inafuatilia, kila sehemu Tundu Lissu anasikika. Ni Watanzania wangapi wanaonewa na hawa watu wanaotakiwa kulinda haki zao kwa kuvunja sheria, na hawa Watanzania hawawezi kusikika? Kwa sababu fikiria hivi, Lissu amezungumza humo ndani kwamba hii ruling iliyotoka leo kwa lugha ya kitaalamu wanasema ni interlocutory, huwezi kuiapili, lakini wote tunajua kwamba kukata rufaa ni sehemu ya kuchelewesha aliyoyaendesha hapa, ambao wote ukimkamata Lissu focus kamata, lakini baada ya kumkamata tunafanya naye ni nani, uwezo wake ni upi? Hawakufikiria. Wao focus yao ilikuwa wanakalia moto. Hii toka Umoja wa Mataifa, ni working group ya Umoja wa Mataifa iliyoendelea. Sisi ni nchi huru, lakini baada ya muda wanapiga picha na waziri wa posti. Leo waziri wetu amepiga picha na waziri wa hili ambao Watanzania wote wajue Umoja Mataifa umezungumza nini kuhusu kinachoendelea Tanzania. Na nataka niwaambie wanachadema na Watanzania, Lissu mwenyewe ametuambia hapa, hakuna kukata tamaa. Nimesema tangu siku ya kwanza, hakuna kurudi nyuma, hakuna kusujudia binadamu, hakuna kukata tamaa, na tutashinda. Wanachomfanyia Lissu ndicho makaburu walichomfanyia Mandela, na Lissu atatoka humu akiwa shujaa na akiwa mshindi bila kuwapigia magoti. Tunajua ni kweli Lissu anaumia gerezani, sio sehemu nzuri, tuliopitia huko tunajua, lakini hatuwezi kusujudu binadamu ili tutoke kununua uhuru wetu. Hilo hatutafanya, hilo wajue kabisa tutafanya. Na haya mambo yanasikitisha kwa sababu majaji wamesema tunarudi saa 5 kamili. Iweje watu warudi saa 8 karibia saa 9 na hakuna kilichozungumzwa? Hebu chukua hilo swala liweke kwamba Chadema au Lissu ndio ameambiwa arudi mahakamani saa 5 na bila kutoa taarifa yoyote arudi saa 8 na majaji waje waingie hapo. Inawezekana hicho kitu? Sasa haya mambo yanavyofanya yanaerodi heshima ya mahakama, na lazima tuyaseme. Na lengo la hawa watu kutaka kuleta masuala ya tarehe 29 humu, tunaijua lengo lake ni kwamba wampake Lissu na chama chetu masuala ya tarehe 29 ambayo ndio walioyafanya wao wenyewe ili wafute chama chetu. Hilo halitawezekana. Chadema ilishavuka level ya kufutwa. Huwezi kufuta imani ya watu. Chadema ni imani, huwezi. Wanataka kuleta hapa mambo ambayo hayapo. Tukio unasema Lissu amefanya kosa tarehe 3 mwezi wa 4. Masuala ya tarehe 29 yanatoka wapi kwa Lissu? Mwezi wa 10. Ndicho hilo jambo walilotaka kufanya kwangu. Wamenikamata siku 14 kabla, vimechomwa vituo vya daradara na nini, wakaja kuniambia kwamba mimi nilikuwa si Ubungo Msewe, wakati walikuwa na mimi kituo cha polisi Mtumba Dodoma. Sasa watu wanawauliza, hivi huyu mtu mliyekuwa naye aliruka kutoka kituo cha polisi Mtumba kuja kuchoma vituo?
Na mimi shahidi yangu namba moja angekuwa OCD wa Mtumba na viongozi wa polisi pale Mtumba na RPC wa Dodoma. Mwisho wakaona aibu, wakapotezea tu. Siku 21 wamekaa na mimi. Unawezaje? Na majaji wamezungumza vizuri sana. Unawezaje kuleta, unataka kuongeza ushahidi kwenye matukio, ushahidi ambao haukuwepo wakati kosa linafanyika? Si kama mnanielewa? Yaani unataka kuleta kitu unaita ushahidi uliotokea wakati huo ushahidi unatokea, yaani kosa linatokea, huo ushahidi ulikuwa haupo bado, unauletaje hapa? Na actually Dr. Nchara, hao watu wangeleta hicho kitu humo, kingeingia humo, wangejuta kuzaliwa. Kwa sababu lazima wangesema hapa, hayo wanayoyaficha kwenye tume huyo watahojiwa hapa hadharani, waseme nani aliyetuma watu kupiga watu risasi, waliua watu wangapi, makaburi hayo ya watu yako wapi, watatueleza. Wakitaka kuyaingiza maswala watasema. Lissu mwenyewe amesema hapa kwamba thubutuni kuyaleta muone. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwa ujumla, kama tulivyosema siku ya kwanza, this is a political case. Ni kesi ya kisiasa ya kuonea watu ambao mnashindwa kushindana nao kisiasa, kwa kutumia rasilimali za nchi yetu kuonea watu ambao mmekubaliana tangu mwaka 92 kwamba tutakuwa na siasa za vyama vingi. Kama mlizoea kufanya siasa na vyama vya mfukoni, sisi Chadema ni chama kinachotaka kushinda nchi hii, sio chama unachoweza kukirimoti. Sisi hatutafanya siasa za makubaliano ya pembeni. Tutafanya siasa na wananchi barabarani. Wananchi ndio watatuhukumu sisi. Kama walizoea makubaliano ya kwenye corridors, wasahau. Makubaliano yoyote ambayo Chadema itafanya ni makubaliano yenye maslahi na umma wa Tanzania, sio makubaliano yenye maslahi na watu wachache. Kwa hiyo waelewe hilo, kwamba tulikubaliana tangu mwaka 92 siasa za vyama vingi, na siasa za vyama vingi ni kushindana. Wana upande wao wa kusifia, praise and worship. Praise and worship, timu ya kuimba na kumwabudu rais wanayo. Waache na sisi tumkosoe, alafu wananchi watapima kati ya hiyo timu inayoimba na kuabudu na timu inayosema mmeshindwa kazi, hamwezi hata kutengeneza choo, mnauza madini kwa wazungu, mnauza bandari kwa Waarabu, alafu wananchi waone nani anasema ukweli na wao waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri? Hakuna intimidation na hakuna shortcut. Leo ni siku ya huzuni kabisa, kwa sababu kama anafanyiwa hivi mtu ambaye anasikika, anaonekana, wananchi wangapi wanaonewa na watu wa jamhuri? Na kwa nini mawakili wa serikali wanataka kujifanya wao ni majaji, wakati huo wanataka kuwa wao ni ofisi ya DPP? Kwa nini wanataka kufanya hivi? Yaani wanataka kujigeuza kama wao ndio wa control narrative hapa. Sisi wote, na ili nawaomba majaji, tunapokuja hapa, upande wa serikali na upande wa wananchi tulio kwa upande wa Lissu, tuko sawa na tuwe treated equally. Vinginevyo tutawaambia wananchi kwamba tunapoenda pale mzani hauja balance, kwa sababu mahakama hii mnaona wakati wote imeweka kale kapicha kako hivi kwamba mzani unapokuwa mahakama umefanya nini? Umebalance. Tutakapoona mzani hauja balance, sisi tutasema vile ilivyo, wala hatutatishwa. Naamini kabisa hili lililofanyika leo hapa lingefanyika na upande wetu, watu wangepigwa contempt of the court ya. Naamini kabisa, na tutasema maneno vile yalivyo, na tutakufa